Isimama katika aya ya 84. Aya ya 84 kuanzia katika aya zilizotangulia, Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa anatuelezea kisa cha Nabii Allah Shuaib na watu wake ambao yeye alipelekwa kuwapelekea dini na tauhidi. Aya zikamalizia kwa kusema faakhadhatuhumus sayhatu musbihin fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Allah tabaraka wa taala katika aya hizi anasimulia ya kwamba hawa watu waliokwenda kinyume na amri za Allah subhanahu wa ta'ala, maisha yao waliokuwa wameangaikia, mipango yao waliokuwa wameipanga haikuwasaidia kitu wakati Allah alipotaka kuwachukulia hatua. Baada ya maelezo haya, subhanahu wa ta'ala anaelezea katika aya ifuatayo kwamba wanadamu katika kuletwa katika dunia hawakuja tu kutembea na kutalii, bali Allah subhanahu wa ta'ala amewaleta katika ardhi kwa kutekeleza amri zake na kuyaepuka makatazo yake. Mtukufu tabaraka wa ta'ala anasema wama khalaqna samawati wal arda, hatukuziumba mbingu, hatukuziumba ardhi, wama bainahuma, na viumbe waliopo baina ya mbingu na ardhi, illa bilhaqi, isipokuwa viumbe hivyo tumeviumba kwa ajili ya kudhihirisha ukweli wa Allah, kwa ajili ya kudhihirisha uhakika wa Allah, kwa ajili ya kudhihirisha uwezo wa Allahu tabaraka wa taala. Wa inna saata, na hakika ya qiyama, la atiyatun, wallahi qiyama kinakuja. Fasfahi safha aljamila, anaambiwa Bwana Mtume, kejeli na bughudha unazofanyiwa na makafiri wewe zipuuze, zisikushughulishe, endelea na majukumu yako ambayo umetakiwa kuyasimamia. Taib, Allah mtukufu anasema wama khalaqna samawati, na hatukuziumba mbingu, wal arda, na hatukuiumba ardhi, wama bainahuma, na viumbe walio baina ya mbingu na ardhi, illa bilhaqi, isipokuwa kwa kudhihirisha ukweli na haki. Ai wama khalaqna alkhalaiqa kullaha, Allah anasema hatukuviumba viumbe vyote, samaaha, toka mbingu zake, wa ardhaha, na ardhi zake, wa ma bainahuma, na viumbe vilivyo baina ya mbingu na ardhi, illa khalqan, isipokuwa tumeviumba umbile, multabisan bilhaqi, kila kiumbe ukikiangalia kwa makini utagundua uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala, utagundua ukweli wa Allah subhanahu wa ta'ala, utafahamu tauhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala kama kila kiumbe utakiangalia vile inavyopasa na kustahiki kukiangalia. Na ndiyo Mwenyezi Mungu katika aya nyingine akatwambia sanurikum ayatina fil afaqi, tutakuonyesheni dalili za uwezo wetu, dalili za tauhidi yetu, dalili
za kuwepo kwetu kutokuwa na mshirika. Dalili hizo tutakuonesheni katika nyanja na mawanda mbalimbali. Lakini wa fi anfusikum, hal kadhalika tutakuonesheni kwamba Mungu yupo, Mungu ana uwezo, Mungu hana mshirika, mpaka kupitia nafsi zenu nyinyi wenyewe. Wa fi anfusikum hatta yatabayyana lakum annahu alhaqu. Allah tabaraka wa taala atafanya hivyo mpaka iwadhihirikie, iwe wazi kabisa kwamba yeye Allah subhana ni Allah wa haki. Allah subhana anastahiki kuabudiwa. Allah subhana hana mshirika. Allah subhana amri zake lazima zituiwe na makatazo yake lazima yazingatiwe. Hatta yatabayyana lakum annahu alhaqu, mpaka iwe wazi kwenu kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni Allah wa haki. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu katika uumbaji wa mbingu, Mwenyezi Mungu katika uumbaji wa ardhi, Mwenyezi Mungu katika uumbaji wa vitu mbalimbali, kwa mwenye kukaa na kuzingatia atamuona Allah subhanahu wa ta'ala, atauona uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia hivyo viumbe, kama alivyowasifu Allah subhanahu ulul albabi. Akasema inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin liulil albabi. Watu wenye akili wanapata dalili kwamba Allah yupo, na yupo hana mshirika, na yupo akiwa hana mfanano. Fi khalqi samawati wal ardi. Sio hivyo tu, wa ikhtilafi al-layli wan nahar, na kule kupishana, kuingia kwa usiku, kuondoka kwa mchana, kuingia kwa mchana, ukaingia usiku, na kutofautiana, wakati mwingine usiku mrefu, wakati mwingine mchana mrefu, wa halumma jarra. Hali kama hii Mungu anasema kuna watu ulul albabi, anawasifu watu hao ulul albabi kupitia maumbile ya mbingu. Anasema ulul albabi wanapata mazingatio juu ya ukweli wa Mola wao Allah tabaraka wa taala. Fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin liulil albabi. Ulul albabi man? Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna, wanakaa kuzingatia, fi khalqi samawati wal ardi. Mwishowe wanafika mahala wanakiri na kutamka rabbana ma khalaqta hadha batila. Mbingu na ardhi hukuziumba kwa ajili ya michezo, watu waje kufanya usanii na kadhalika. Hukuumba vitu hivi kwa michezo kama hiyo. Subhanaka faqina adhaban nar. Umetakasika ya Allah, huna mshirika ya Allah, hukuzaliwa ya Allah. Tunakuomba kwa fadhila zako utukinge na adhabu ya moto wa Jahannam. Maneno haya wanayasema ulul albabi, wanamfahamu Allah subhana kwa kupitia uwepo wa mbingu, wanamfahamu Allah subhana kwa kuwepo uwepo wa ardhi, wanamfahamu Allah subhana kwa kupatikana mpishano wa usiku na mchana. Mwisho wanatambua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo. Na katika aya hii ndiyo Allah anatuambia wama khalaqna samawati, hatukuziumba mbingu, wal ardha, na hatukuziumba ardhi sisi, wama bainahuma, na viumbe waliomo baina ya mbingu na ardhi, illa bilhaqi, isipokuwa viumbe hivi vimeshikamana na ukweli wa Allah, vimeshikamana na uwepo wa Allah, vimeshikamana na uwezo wa Allah. Ay ma khalaqna alkhalaiqa kullaha,
samaaha wa ardhaha wa ma bainahuma illa khalqan multabisan bilhaqi falidhalika, kwa sababu hiyo basi iqtadhatil hikmatu, ndiyo ikapelekea hikma ya Allah ihlaka amthali haulai lmukadhibina, kuangamizwa mfano wa hawa waliotajwa wenye kukadhibishwa. Kwa nini waangamizwe? Lialla yaumma alfasad, ili isipate kuenea fisadi katika dunia. Wale wabaya wasiotekeleza amri za Allah, Mungu huwaangamiza wale kwa kukataa fisadi isienee katika ardhi. Katika Suratun Najmi Allah subhana anasema walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, Mwenyezi Mungu ndiyo mmiliki wa mbingu na ardhi na vilivyomo, ndiyo mmiliki wake Allah. Khalqan, ameviumba yeye, wa malikan, yeye ndiyo mtawala wake, wa abidan, na vyote kwake vinasarenda vikikubali kwamba yeye ndiyo muumba wake. Lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi. Kwa nini Mwenyezi Mungu ameviumba viumbe hivyo? Liyajzia alladhina asau bima amilu, ameviumba viumbe hivi akawaweka walimwengu ili kuwatihani walimwengu hao. Watamtambua aliyeviumba viumbe hivi? Watamshukuru aliyeviumba viumbe hivi? Ndiyo anasema madhumuni, kama ni illa, kama ni sababu kwa nini viumbe hivi vimeumbwa, liyajzia alladhina asau, Mungu anataka kuwalipa wale watakaoishi ovyo katika dunia, wakafanya asiyoyataka Allah katika dunia, bima amilu, anawalipa hayo kwa sababu ya yale walioyafanya. Wayajzia alladhina ahsanu bil husna, na kwamba Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala wale watakaoishi katika dunia wakatekeleza amri za Allah katika dunia, wakayaepuka makatazo ya Allah katika dunia, watu hao huwa wanaambiwa wamefanya matendo mazuri, na kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala wale wenye kufanya matendo mazuri atawalipa mazuri katika dunia na akhera. Taib, aya zinaendelea. Wa inna saata, na hakika ya qiyama. Wa inna saata, na hakika ya qiyama. La atiyatun, qiyama kinakuja. Maneno ya Allah tabaraka wa taala, pamoja kuna watu wanaambizana kwamba hakuna chochote baada ya kufa mtu, akishakufa yamekwisha, lakini aliyeumba ulimwengu na walimwengu anasema wa inna saata la atiyatun, na kwa hakika kiyama kinakuja. Kiyama kiko njiani. Fasfahi safha aljamila, wewe Muhammad, wanaokataa kiyama, wasiokiamini kiyama, wasiojiandaa kwa ajili ya kiyama, wapuuze hao upuuzo ulio mzuri, bila ya kuwatukana, bila ya kuwapiga, bila ya kuwafanya chochote. Wajibu wako wewe ni kuwafikishia ujumbe kwamba kiyama kinakuja. Msafara wa Nabii Allahi Musa alayhi salam, wakati anarejea Madian, alipofika pale, alipofika njiani, wakati akirejea akiwa ameongozana na familia yake, Nabii Allahi Musa alayhi salam alihitaji kupata mtu wa kumuelekeza njia, au alihitaji kupata angalau taa ya kumsaidia kuweza kuona njia. Kwa hivyo Musa alayhi salam, Mola wake alimuonyesha kitu kama moto, akauhitaji moto, akawambia familia yake, anastu nara la'alli atikum biqabasin au ajidu ala nari huda.
mimi nakwenda kule, nisubirini, nimeuona moto, lakini ninatarajia kutoka pale katika eneo la moto bila shaka yupo mtu, na huyo mtu ima anaweza akatuongoza njia. Kama sikumkuta mtu kwa kuwa pana moto, basi nitachukua moto angalau tumrikie katika njia. Au wengine wanasema safari ilikuwa ya usiku, mvua ikawa inanyesha, baridi likawa kubwa, kwa hivyo uhitaji wa moto ulikuwa unahitajika. Tunapopataka sio hapo. Alipofika Nabii Allahi Musa katika eneo aliloliona ule moto, alisema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, innani ana Allah, mimi niliyokuita ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ilaha illa ana fa'buduni, hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni mimi, basi niabudu. Wa aqimi salata lidhikri, natekeleza ibada ya swala uwe ukizungumza na mimi. Swala ni kuzungumza na Allah tabaraka wa taala. Na wewe unayeswali Ramadhani mpaka Ramadhani, huoni unapunjwa kwamba wenzio kila siku wanazungumza na Allah subhana, wewe unangojea kuja kuzungumza na Allah Ramadhani mpaka Ramadhani? Fardhan, ingelikuwa kuna nafasi ya kwenda kuzungumza na kiongozi katika kila wiki mara moja, bila shaka ungeliandaa nguo zako na kunyosha pasi hata kabla ya ile siku yenyewe kwa siku 3 mfululizo, ili isije ikatokea mvua siku ya kwenda kule ukakosa kwenda kuonana na kiongozi wako. Hapa Mwenyezi Mungu anamwambia Musa, wa aqimi salata lidhikri, tekeleza ibada ya swala upate kuzungumza na mimi. Inna saata atiyatun, hapa ndipo tunapopataka kiyama. Anaambiwa Musa, kiyama kinakuja. Akadu ukhfiha, mimi nataka kukificha kiyama, watu wasijue kitakuja lini. Kwa madhumuni gani ya Allah? Anasema litujiza kullu nafsin bima tasaa. Ujio wa kiyama ni kwamba kila mwanadamu apate kulipwa yale aliyoyafanya katika hii dunia, na kwa maana hiyo fala yasuddannaka anha, asije akakuzuia akakuweka mbali na imani ya kukiamini kiyama. Man la yu'min biha, yule mtu ambaye haamini kiyama, na wewe asikufanye ukawa huamini kiyama. Watabaa hawahu, akafuata matamanio yake. Kwa kutokuamini kiyama, fatarda, utaangamia. Kwa hivyo kiyama kinakuja, usipoamini kiyama utaangamia. Na kuamini kiyama, Waislamu, ni maana yake kujiandaa na yale yote yatakayokuvusha salama hiyo siku ya kiyama. Mwenyezi Mungu anatuambia, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, ili mvuke salama siku ya kiyama, ishini na amri za Mola wenu. Inna zalzalata saati shay'un adhim, yauma tarawunaha, siku hiyo utaona, tadhahalu kullu mridhatin amma ardhaat, mama anayenyonyesha. Tunamzungumza yule mama wa karne zilizopita, mama mwenye huruma, sio yule mama anayeokota watoto, mama ntilie. Mtoto alikuwa hana shida naye, akapata ujauzito kwa ajili ya njaa, akapewa shilingi 10 na yule mteja wake katika sufuria lake la mama ntilie. Tunamzungumza mama aliyekuwa na hamu ya mtoto, tunamzungumza mama mwenye sifa ya umama. Sasa siku hiyo, kwa uzito wa siku hiyo, tadhahalu kullu mridhatin amma ardhaat, mama anayenyonyesha siku hiyo
atatupa anachokinyonyesha. Watadhau kullu dhati hamlin hamlaha, na aliye na mimba kwa umri wowote wa mimba hiyo, mimba yake ataizaa au itaharibika kwa mtikiso wa siku hiyo. Watara nnasa sukara, watu utawaona wamechanganyikiwa, hawafahamu, wamelewa. Wama hum bisukara, lakini kiuhalisia hawakupata kibogoldi yao. Walakinna adhab Allahi shadid, lakini adhabu ya Mwenyezi Mungu ni nzito. Sasa salama ya kupita siku hiyo, taqullaha. Hiyo ndiyo meli itakayokuvusha. Kama unataka uwe salama siku hiyo, ishi na amri za Allah subhanahu wa ta'ala, kaa mbali na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Siku hiyo utavuka salama. Na ndiyo maana Mwenyezi Mungu ameleta moja ya ibada tano katika nguzo tano za Uislamu, ibada ya funga. Lakini anatuambia kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum, ibada hii wamefaradhishiwa waliotangulia kabla yenu. Madhumuni ya kuletwa ibada hii, la'allakum tattaqun, ay litakunu muttaqina, kama mtafunga inavyopasa mtakuwa katika hiyo sifa ya Allah ya uchamungu. Na ukiwa katika sifa ya uchamungu, Mwenyezi Mungu anatangaza wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin, jueni Mungu yuko pamoja na wenye kushikamana na hiyo sifa inayoitwa takwa. Ukiwa pamoja na Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama, vishindo vyote hivyo wewe utakuwa uko salama, kwa sababu utakuwa uko pamoja na Allah subhana. Kwa hivyo Allah anatuambia wa anna saata wa inna saata laatiya, kiyama kiko njiani kinakuja. Fasfahi safha aljamila, wale wasioamini kiyama wapuuzilie mbali, waache huko, usiwashughulikie watu hao. Tayib, aywa innal qiyamata laatiyatun la mahala fayujaza almuhsinu, atalipwa mwenye kufanya mema biihsanihi, kwa yale mema aliyoyafanya. Walmusiu, atalipwa muovu biisaatihi, kwa yale maovu aliyoyafanya. Faaridhu ya Muhammad, wapuuzilie mbali Muhammad, an haulai sufaha, wapuuze wapumbavu, wasioamini kiyama, wasiojiandaa na kiyama, wasioshikamana na twaa za Mola wao, wapuuzilie mbali. Waamiluhum muamalat alhalim, fanya nao muamala wa mtu ambaye ni mpole mwenye hurma, usiwachukulie hatua kwa sasa. Tayib, lakini amri hii ilikuja kufutwa na kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fakhudhuhum waqtuluhum haithu thaqiftumuhum, makafiri wapumbavu popote mtakapowakuta, wakamateni na muwaue popote mtakapowakuta. Hii aya ilikuja kufutwa hukumu yake. Tayib, inna saata laatiyatun fasfahi safha aljamila. Katika suratul Muzammil yameanza maneno haya mazuri kutangulia. Anamwambia mtume wake Muhammad Allah, wadhkur isma rabbika, katika maisha yako kila wakati litaje sana jina la Mola wako. Wadhkur isma rabbika, litaje jina la Mola wako. Watabattal ilaihi, jitupe ujipendekeze kwa Mola wako. Tabetila, rabbul mashriqi wal magharibi, yeye ndiyo Bwana anayemiliki mashariki na magharibi. La ilaha illa huwa fattakhidhuhu wakila, hapana Mola apasaye kuabudiwa kwa haki. Mambo yako yote Mwenyezi Mungu ndiyo mfanye mtetezi wako. Mwenyezi
Mwenyezi Mungu mfanye wakili wako wa kukusimamia mambo yako. Anaambiwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, alafu wasbir ala ma yakuluna, yale wanayoyasema makafiri wewe yavumilie. Wahajuruhum hajran jamila, na kaa nao mbali, wahame uhamaji ulio mzuri, usigombane nao. Aya hizi zote ilikuwa kabla ya amri ya kupambana na makafiri. Tayyib, inna rabbaka, hakika ya Mola wako, huwa al-Khallaqu, yeye ndiyo muumbaji, al-Alim, yeye Allah Mola wako mjuzi, ail khaliqu likulli shay'in, kila kitu amekiumba yeye, al-alimu bi ahwali al-ibadi, yeye Allah anazijua hali za waja wake. Kwa hivyo wewe wapuuzilie mbali, shikamana na twaa za Mola wako. Na hata huu ulimwengu tulionao na mazingira tulionayo, kama utayaangalia ya watu ukaamua kuishi wanavyoishi watu, utatoka katika twaa ya Mola wako. Wapuuzilie mbali watu, wewe ishi na mafunzo ya mtume wako, chagua mafunzo yaliyokuja kupitia kitabu chako. Sheria zote ziko ndani ya kitabu chako, maelekezo yote yamo ndani ya kitabu chako. Vipi uishi na Mola wako, vipi uishi na mtume wako, vipi uishi na Waislamu wenzako, vipi uishi na majirani zako, haya yote utayakuta katika kitabu chako cha Qur'an. Fa aina tadhhabuna, wapi tena mnakwenda? Fa aina tadhhabuna in huwa illa dhikrun lilalamina, Qur'ani ni ukumbusho kwa walimwengu wote. Liman shaa minkum an yastaqima, kila anayetaka kupita njia ya sawa basi fa alayhi bilquran. Anayetaka mafanikio fa alayhi bilquran. Anayetaka kuokoka katika kaburi fa alayhi bilquran. Anayetaka kupewa kitabu chake kwa mkono wa kuume siku ya kiyama fa alayhi bilquran. Nje ya Qur'ani hakuna kuokoka, nje ya Qur'ani hakuna salama. Tayyib, walaqad atainaka, Allah mtukufu anamkumbusha mtume wake neema alizompa. Walaqad atainaka, wallahi kwa hakika Muhammadi tumekupa, sab'an minal mathani, tumekupa aya saba, aya saba zinazorejelewa kusomwa kwake. Sab'an minal mathani, tumekupa aya saba zinazorejelewa kusomwa kwake. Ai, yeye Allah tabaraka wa taala anamwambia mtume wake, a'tainaka ya Muhammad sab'a ayatin, tumekupa aya saba. Hiya al-Fatihatu, aya hizo ni aya zilizomo katika suratul Fatiha, kuanzia bismillahi moja mpaka waladhdallina amina. Liannaha, kwa sababu aya hizo au sura hiyo, tuthanna, inarejewa rejewa, ay tukarraru qiraatuha fi salati, inarejewa rejewa kisomo chake katika swala. Na kwa mtu anayeijua suratul Fatiha akiswali swala bila ya kusoma suratul Fatiha, kwa madhehebu tatu, Imam Malik, Shafi'i na Ahmad Hanbali, swala yake itakuwa haikuswihi isipokuwa kwa madhehebu ya Imamu Abu Hanifa. Kwa hivyo sura hii inarejelewa kusomwa kwake ndani ya swala, inarejelewa. Na hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama, anasema Bwana Mtume, alhamdulillahi rabbil alamin, suratul hamdi hiya sab'ul mathani,
Hii ndiyo sura yenye aya 7 zenye kurejewa kisomo chake, wal Qur'anul Azim, na hii ndiyo Qur'ani tukufu, alladhi utituhu, ambayo mimi mtume wenu nimepewa. Utituhu, ambayo mimi mtume wenu nimepewa. Wakila, iko kauli inayosema iyo sab'ul mathani hiya suwaru sab'u tiwalu, ni zile sura 7 ambazo ni ndefu. Maelezo haya pia utayakuta katika kitabu cha al-Imamu al-Qurtubi, tafsiri ya Imamu al-Qurtubi, akazitaja sura hizo 7 ndefu: al-Baqara wa alu Imran wan Nisa wal Maida wal An'am wal A'raf wal Anfal wat Tauba. Anfali na Tauba zimetajwa kuwa ni sura moja. Kwa nini? Idh laisa bainahuma albasmala, kwa kuwa hapana kati ya sura mbili hizi Anfal na At-Tauba hapana bismillahi, kama kwamba ni sura moja. Sasa sura hizi 7 ni sura zilizokusanya hukumu mbalimbali ya maisha ya Muislamu, ya maisha ya mwanadamu, mafanikio yake katika dunia, maendeleo yake katika dunia, utu wake katika dunia. Aya zake za hukumu zimo ndani ya sura hizi 7. Ndio maana Bwana Mtume akapewa sura hizo, kwa sababu hizo sura zimekusanya hukumu mbalimbali. Lakini kauli hii sio kauli yenye nguvu, bali kauli yenye nguvu as-sab'ul mathani, kwa maana ya suratul Fatiha. Tunakwenda pamoja. Wal Qur'anul Azim, ay wa atainaka al Qur'anal Azima al Jami'a, kitabu kilichokusanya likamalati al-kutubi samawiya, kwa ukamilifu wa vitabu vyote vya mbinguni. Kwa kuwa tumekupa as-sab'ul mathani, au tumekupa sura 7 zilizotiwali, anaambiwa Bwana Mtume, la tamuddanna ainaika, kwa hivyo usikodoe macho yako mawili usiyakodoe, ila ma mata'ana bihi, kuangalia wale watu ambao kwamba tumewaneemesha kwa neema mbalimbali, azwaja minhum, aina mbalimbali za neema tumewapa. Usiwaangalie hao. Wewe kwa kupewa suratul Fatiha ni neema kubwa kuliko mali ya aina yoyote, kuliko cheo cha aina yoyote, kuliko madaraka ya aina yoyote. Lakini kwa mwenye kutambua thamani ya suratul Fatiha, basi dunia na vilivyomo havina thamani mbele ya yeye kupewa neema ya kuitambua suratul Fatiha. Qur'ani yote malengo yake yaliyokusudiwa yamo ndani ya suratul Fatiha, kuanzia dhalika alkitab mpaka kul a'udhu birabbin nas. Sura hizi zote hizi 13 na aya zote zilizomo katika sura hizo, malengo yake yamo katika suratul Fatiha. Bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, mpaka ghairil maghdubi alaihim waladdallina. Ndio maana Mwenyezi Mungu anamkumbusha Nabii Muhammad, na kwa kukumbushwa Nabii Muhammad tunakumbushwa mimi na wewe kwamba Mwenyezi Mungu ametuneemesha kwa kutupa suratul Fatiha. Yawezekana mimi na wewe hatujafikia kiwango cha kufahamu utukufu, thamani, umuhimu wa suratul Fatiha, lakini aliyoiteremsha Qur'an, anayeijua Qur'ani Allah mtukufu subhana, anatuambia suratul Fatiha ni neema kubwa, ina siri kubwa, ina mambo mazito ndani yake. Kwa hivyo Bwana Mtume, na wewe Muislamu, unaambiwa usikodoe macho kuangalia neema walizopewa watu. Eti huko mtu kapewa utajiri, usishughulike. Eti mtu huko kapewa mali, usishughulike. Eti mtu huko kapewa madaraka, usishughulike, kwa sababu vyote hivyo zinatul hayati dunia. Hayo ni mapambo tu ya dunia. Mali kafiri haitamsaidia chochote, madaraka kafiri hayatamsaidia chochote,
almalu walbanuna zinatul hayati dunya walbaqiyatu salihatu, lakini utakachoondoka nacho kitakacho kusaidia wakati wa kuvuliwa roho, wakati wa kuulizwa kabrini, wakati wa kukutana na Mola wako, as-salihatu. Na hayo as-salihatu yote yamebebwa na suratul Fatiha. Sawa? Tayib, Allah anatuambia hivyo, la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum, ay la tandhur ila ma matta'na bihi ba'dha haulai al-kuffari, baadhi ya hawa makafiri tukawapa neema na mali, wala usikodoe macho huko. Fa innal ladhi a'tainaka, kwani kile tulichokupa wewe, a'dhama minha, ni kikubwa kuliko hicho ambacho amepewa huyo kafiri, wa ashrafu wa akram, na ni kitukufu kuliko walichopewa wao. Wakafa bi inzali alqur'ani alayka ni'ma, na itoshe kuteremshiwa Qur'ani Muhammadi juu lako ni neema. Na kama ameneemeshwa Nabii Muhammad, wameneemeshwa ummati Muhammad. Laqad manna Allah ala almu'minina idh ba'atha fihim rasulan minhum, wa hakika Allah anasema amewaneemesha neema kubwa ummati Muhammad. Idh ba'atha fihim rasula, kwa kuwapelekea mtume wamekuwa ummati bora kuliko nyumati zote. Allah anatangaza kuntum khaira ummatin, nyinyi mmekuwa umma bora kwa sababu nyinyi ni wafuasi wa mtume Muhammad. Mitume wengine kama vile Musa wamefika kumwaga machozi, wanalia. Anaulizwa, Musa, kinakuliza nini? Anasema, kijana huyu mdogo amekuja baada yangu, lakini ana wafuasi wengi kuliko wafuasi wangu. Sio hivyo tu, natamani na mimi ningelikuwa katika ummati Muhammad. Anayoyasema hayo ni Nabii Musa. Nabii Musa katika mitume mursal. Nabii Musa ni mtume alionenezwa na Allah. Nabii Musa ni mtume aliotajwa katika Qur'ani. Mitume 25 yumo Nabii Musa katika ulul azmi. Nabii Musa ni wa pili kwa utukufu baada ya Nabii Muhammadi. Lakini pamoja na yote hayo, anatamani na yeye angelikuwa katika ummati Muhammad. Lakini ili uwe ummati Muhammadi uweje? Uzaliwe tu katika zama za mtume Muhammadi? Au ili uwe ummati Muhammad uishi na yale aliyokuja nayo Nabii Muhammadi? Bila shaka kuwa ummati Muhammadi ni kuishi na yale ambayo Nabii Muhammadi amekuja kwa ajili yake. Ishi na hayo ili upate kuwa ummati Muhammad. Siku ya Kiyama utakuwa katika wa mwanzo kabisa kuingia peponi. Tunakwenda pamoja eh? Tayib, katika surati Taha Allah mtukufu anasema, wala tamuddanna ainaika, acha kukodoa macho, usikodoe macho yako, ila ma mata'ana bihi azwajan minhum, kwa neema ambazo tumewaneemesha watu. Usikodoe macho, akili yako ikawa hupati usingizi, unamfikiria fulani tajiri, pengine mlevi, unasema yule mlevi, mimi naswali kila siku lakini hali yangu inazidi kuwa ngumu. Huo tu ni mtihani, wala nabuluwannakum. Hapo Mungu anakutihani. Na huyo anayepewa mali hapewi mali kwa sababu ya kupendwa hata kidogo. Zaharatal hayati dunia, hayo ni mapambo tu, hivyo ni vikorombwezo tu vya maisha ya dunia. Na madhumuni yake nini? Linaftinahum fihi. Allah anasema tunawapa mali kwa kuwatihani. Ndugu yangu nikwambie, kwa mfano ukisikia jina lako limetangazwa
bwana fulani amechaguliwa kuwa mkuu wa mkoa, bwana fulani amechaguliwa kuwa waziri, bwana fulani amechaguliwa kuwa mkuu wa tume fulani. Sio unyanyuke tu kushangilia. Hapashangiliwe hapo. Kwa sababu gani? Allah anasema usishangilie. Mungu anasema anapoleta mali kama hizo, linaftinahum fihi. Elewa, kuchaguliwa kwako mkuu wa mkoa, huo ni mtihani. Kuchaguliwa kwako waziri, huo ni mtihani. Kuchaguliwa kwako ukatibu mkuu, huo ni mtihani. Wala usishangilie ukajiona kwamba wewe sasa maisha yashakuwa mepesi na utaftari mapema. Sio muhimu kuftari mapema. Muhimu hiyo nafasi Mungu amekupa kwa kuridhia, au amekupa na kutihani kwa sababu ulikuwa unairohokea. Na Mungu akiwaona watu wanarohokea kitu, Mungu huwasukumia kile kitu, alafu Mungu hawatilii baraka ndani ya hicho kitu. Hata watu wezi Mungu anawapa utajiri, wanakuwa matajiri watu wezi, lakini ule utajiri walioupata hauna baraka. Utajiri huo haufanyiwi mambo ya kheri. Yuko tayari kununua picha, lakini walimu wa vyuoni hawana mshahara, hawalipi. Lakini picha ya kuchangia ukumbi wa kisasa wa watu kupata kulewa, anaweza akainunua picha milioni 30. Kwa sababu gani? Amechuma katika maasi, atatumia katika maasi. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bilhusna fasanuyasiruhu lilusra. Yale magumu mtu muovu kwake yeye ndiyo yanakuwa mepesi kuyafanya. Mtu mwenye akili uweze ukamwona anapita barabarani, alafu anachomoa silaha yake, anamwaga makojo njiani. Lakini ukiacha amri ya Mungu, unaweza ukamkuta mtu anapita humo anamwaga makojo njiani, wala hana wasiwasi. Kwa sababu gani? Ni mtihani. Tunafahamiana? Kwa hivyo ukipata nafasi yoyote, nenda kaswali kwanza rakaa 2, umuulize Mola Subhanahu, hii nafasi ya Rabbi niliyochaguliwa ya Allah umenipa kwa sababu ya uchoyo na uroho niliokuwa nayo, au umenipa ya Rabbi kwa kuwa unaona mimi naweza nikawatumikia wenzangu? Ya Rabbi niwezeshe, kama hii nafasi umenipa kwa ridhaa yako, nisimame kama unavyotaka wewe. Ya Rabbi nafasi hii kama umenipa kwa kunitihani, na kwa kuwa wewe ilmu unazo, unajua mimi nitakuwa siwezi, naomba bora aliyeniteua abadilishe uamuzi. Sisi tukisikia mtu jina lake limetenguliwa kabla hajaapishwa, huona kama mkosi Kumbe inawezekana yule Mwenyezi Mungu kamvua, lilikuwa kubwa linataka kumfika. Ndio Mwenyezi Mungu anatuambia zaharatal hayati dunia, usishughulike na vyeo vya dunia, usishughulike na mali za dunia. Kwa nini? Vitu vyote hivyo zaharatal hayati dunia vinaisha hapa hapa duniani, havikiuki ukavuka navyo kaburini hivyo. Na Mungu anapotoa linaftinahum fihi, Mungu anasema ili watu wapate kutihaniwa kwa vitu hivyo. Tayyib, hadithi ya Bwana Mtume anasema hubbiba ilayya min dunyakum, mimi nimependezeshwa katika dunia yenu vitu viwili tu ndio ninavyovipenda katika dunia. Jambo la kwanza an-nisaa, mimi nimependezeshwa kupenda wake wacha Mungu, wake wenye kutekeleza twaa, wake wenye kutii amri za waume zao. Mimi hilo nimependezeshwa. Jambo la pili watibu, mimi nimependezeshwa manukato, napenda sana manukato. Lakini wajuilati qurratu aini, pamejaaliwa kwangu mimi kitu ambacho mimi ninaburudika, huona niko katika raha ya ajabu sana, hujiona niko mbali katika dunia. Wakati gani? Wa ana fi salati, mimi ninapokuwapo katika swala ninakuwa tena siko katika habari kabisa ya dunia. Kwa maana hichi ndiyo kitu muhimu kuliko kitu chochote. Napokuwa katika swala mimi nakuwa niko mbali, na ndiyo yule aliyeumwa mguu ukalazimika ukatwe,
aliwaambia wale watu, sikilizeni, msipate tabu ya kunifunga wala nini, ningojeni tumieni, kisha kuingia katika swala, kama niko katika sijida kule, chukueni mguu mkate, wala msipate tabu ya kutafuta nusu kaputi mkaniua nusu nusu. Swala mtu anapokuwapo, anaposwali vile inavyostahiki, basi hawi tena na mahusiano na mtu yoyote hapa duniani, anakuwa yeye na mahusiano yake na Allah tabaraka wa taala. Tayib, aya zinaendelea, wakhfidh janahaka lilmu'minin. طيب ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. na makafiri usiwe na huzuni nao. La tahzan, usihuzunike kwa makafiri, liadami imanihim, kwa kuwa hawana imani. Usihuzunike maadamu umewaletea ujumbe alafu hawakuutaka. Wakhfidh janahaka lilmu'minin, kuwa laini sana, kuwa mpole sana pamoja na waumini wako. Waumini wako kuwa mpole kwao. Mtume sallam anafanyiwa kama ile istiara au kinaya cha kwamba mtume kama kwamba ana yale mabawa unayoyaona kifaranga huwa inamia watoto wake akawahifadhi, basi mtume Muhammad na yeye kwa ummati wake hivyo ndivyo alivyoakawa. Hivyo ndivyo alivyoakawa bwana mtume sallam. Mtume kwa maana ya kiongozi wa dini, lakini mtume kwa maana ya kiongozi wa kidunia. Wakati wa mtume hakuwapo kiongozi mwingine tukamgawa huyu wa dunia, huyu wa dini, au huyu wa siasa, huyu wa kidini. Kwa maana hiyo pia yule anayewaongoza watu, Mungu anamwambia wahfidh janahaka, inamisha bawa lako la hurma kwa hao unaowaongoza. Yaangalie maisha yao, ziangalie hali zao, yaangalie matatizo yao. Maelezo haya anaambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila aliyechukua nafasi ya uongozi, na wewe baba ni kiongozi ndani ya nyumba yako, na kuwa wewe kiongozi ndani ya nyumba yako, wakhfidh janahaka, inamisha bawa lako la hurma kwa wale raia zako ndani ya nyumba. Iweje unakwenda Malindi, unakwenda kunywa supu ya mapweza, lakini mama watoto umemwachia kosha nyumbani? Kiongozi gani wewe? Ukija wewe umependeza mzuri, umenenepa mzuri, suti yako ya mwaka jana haikutoshi, lakini mama watoto lile dira aliyokuja nalo mwanzo lilikuwa limemkaa vizuri, sasa hivi akilivaa kama amepachikwa katika jiti vile, namna alivyokwisha kukauka. Supu unakula wewe peke yako. Uongozi gani huo kama baba ndani ya nyumba? Uongozi gani huo kama mume ndani ya nyumba? Uongozi gani huo kama kiongozi katika mtaa? Tuko pamoja? Wahfidh janahaka, wahfidh janahaka. Kulikuwa na shekhe mmoja kule Magomeni, hakuwa mwana wazuoni mkubwa, lakini alikuwa anapenda kila Muislamu shekhe, na kwa maana hiyo hatuwezi kusoma na kusomeshana kila jambo, bali na wewe akili unayo. Wakati unapodurusi, ukiambiwa wewe ni baba ndani ya nyumba, lazima ushughulike na watoto wako. Utakuta tafsiri zinapanuka, tafsiri zinapanuka, tafsiri zinapanuka. Uwajibu wa kila mmoja utauona katika aya hiyo. Tumefahamiana sijui? Tayib, wakul, sema Muhammad, inni ana nadhirul mubin, waambie watu mimi ni mkhofishaji, nimetumwa kuja kuwahofisha, nimetumwa kuja kuwaelekeza njia ya kupata salama. Ay qul lahum ya Muhammad ana almundhiru min adhabillah, Mtume Muhammad amekuja kuwahofisha watu na adhabu za Mwenyezi Mungu. Alwadhihul bayinu fil indhar liman asa amra aljabbar, kwa yule mwenye kuasi amri za Allah mtukufu subhana. Kama anzalna ala almuqtasimin, anaambiwa bwana mtume na ummati Muhammad, tumewateremshia Qur'ani nyinyi ummati Muhammad
kama tulivyoiteremsha Qur'ani kwa wale Mayahudi ambao baadaye wakaigawagawa Taurati na Injili. Kama anzalna ala almuqtasimin, alkafu litashbihi walmaana anzalna alayka alqur'ana, tumekuteremshia juu lako Qur'an. Kama anzalna ala ahli alkitabi, kama tulivyoteremsha kuwateremshia ahlul kitab. Wa humul yahudu wan nasara alladhina amanu, ambao wao waliamini bibaadhi alkitabi, waliamini baadhi ya kitabihim, wa kafaru bibaadhihi fanqasamu ila qismaini, kwa hivyo wakagawika Mayahudi katika makundi mawili, kundi moja waumini na kundi moja ni makafiri. Tayib, alladhina ja'alu alqur'ana idhin, watu ambao wameifanya Qur'ani kuwa aina ya mafungu mafungu, idhin ajizaa, wameifanya Qur'ani kuwa ajizaa, wameigawagawa. Kuna watu mpaka leo wameigawagawa Qur'ani. Ziko aya zinasomwa hapa msikitini, ziko aya mbele ya watu fulani haramu kusomwa, ziko aya pakiwa na watu fulani kutafsiriwa haramu. Wameigawa Qur'ani, na wanaofanya hivyo, maadamu wanaweza kufanya hivyo, ni wana wazuoni. Mfumo huo na mwenendo huo ni mwenendo waliokuwa nao Mayahudi. Qur'ani haichaguliwi pa kusomwa, Qur'ani haichaguliwi kutafsiriwa. Qur'ani wote ambao wako duniani leo inawahusu Qur'ani. Hakuna Qur'ani inamuhusu mfanyabiashara mkulima ikawa haimuhusu, inamuhusu mlala hoi aliyokuwa katika nafasi fulani haimuhusu. Hii Qur'ani tadhkiratan, huu ni ukumbusho. Huu ni ukumbusho ameuleta Allah subhanahu. Na wale wanaotafsiri Qur'ani kinyume na yale malengo ambayo Allah ameileta Qur'ani, watu wafikie ujumbe kwa matashi yao na mapenzi yao, wakaamua kutafsiri ili kuwapendeza baadhi ya watu fulani. Hao wanaotafsiriwa hivi sivyo ndivyo, siku ya Kiyama watakwenda kuwadai wanawazuoni hao, kumbe nyinyi mulikuwa mnatafsiri aya hii 1, 2, 3, kumbe ukweli haukuwa hivi. Mtatuambia. Tumefahamiana sio? Haya maneno ya Mungu ukizungumza humkusudii mtu fulani, unasema wenye kuamini Mungu atawapa hichi, wenye kukufuru Mungu atawapa hichi, kwa vyovyote atakavyokuwa. Tumefahamiana sio? Tayyib, fadhakir innama anta mudhakkir lasta alaihim bimusaitir. Allah anasema hivyo katika Al-Ghashiyah. Fadhakir, wajibu wako wewe ni kukumbusha. Anta mudhakir, wewe ni mkumbushaji, tekeleza wajibu uliopewa. Lasta alaihim bimusaitiri, wewe sio kazi yako kuwalazimisha watu wazinduke au wawaidhike wasiwaidhike, hiyo sio kazi yako. Isipokuwa man tawalla wa kafara, yule yoyote, wanasema man ismu am limaudhu'i lahu am, illa man tawalla, yoyote atakayepuuza mawaidha haya, hata awe nani, ana utajiri wa kiasi gani, hata awe nani, ana cheo cha aina gani, hata awe nani, ana ukamanda wa aina gani, illa man tawalla wa kafara fayuadhibuhu Allahu al-adhab al-akbar. Mungu hamuachi eti kwa sababu alikuwa kamanda gani. Mungu hamuachi eti kwa sababu alikuwa mfanya biashara mkubwa sana. Mungu hamuachi eti kwa sababu alikuwa na madaraka. Mungu ameleta mawaidha, lazima yazingatiwe. Tunakwenda pamoja. Tayyib, alladhina ja'alu al-Qur'ana idhin, kuna watu wameifanya Qur'ani ajizaa ay mutafarrika,
waqalu fihi aqwala mukhtalifa, wakasema maneno tofauti tofauti. Qala Ibn Abbas amanu bibadhi, wameamini baadhi ya aya, wakafaru bibadhi, nyingine wanapingana nazo. Wa hadhihi tasliyatun li rasulillah, maneno haya analiwazwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam an sanii qaumihi, kutokana na tendo la watu wake bil Qur'an, namna wanavyoichukulia Qur'ani, watakidhibihim lahu, na kuikadhibisha kwao Qur'ani, biqaulihim, kwa yale maneno yao. Wengine wakasema Qur'ani sihirun, ni uchawi. Wengine wakasema shi'irun, Qur'ani ni mashairi. Wengine wakasema asatirul awwalin, hizi ni hadithi za watu wa zamani tu, sio maneno yanayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, fawarabbika, Allah mtukufu anaapa mbele zako, anaapa mbele ya mtume Muhammad, anasema fawarabbika, naapa Muhammadi kumwapia Mola wako, lanas'alannahum, wote tuliowapelekea Qur'ani tutawauliza ajmain. Lanas'alannahum ajmain, tutawauliza wote, tutawauliza amma kanu ya'malun, kuhusu yale waliokuwa wakiyafanya. Ai fa uqsimu bi rabbika ya Muhammad, lanas'alanna, tutawauliza al-khalaiqa, tutawauliza viumbe ajmain, amma kanu ya'maluna fi dunya, kuhusiana na yale waliokuwa wakiyafanya katika dunia. Asifikiri mtu anayoyafanya ndio yamekwisha hapa hapa katika dunia. Yote unayoyafanya yamerekodiwa baba yangu, na utalazimika kwenda kuyajibu baba yangu. Yote unayoyafanya, umempiga mtu bila ya haki, elewa imerekodiwa. Umemtukana mtu bila ya haki, elewa imerekodiwa. Umechukua haki ya mtu kwa sababu tu una umwamba, elewa imerekodiwa. Jua iko siku utakuja kuulizwa, nani alikupa madaraka uchukue haki za watu kwa njia ya dhulma? Lazima lipatikane jibu kutoka kwako. Hasibu anfusakum kabla an tuhasabu. Ndio kwa maana hiyo mtume akasema, katika maisha yenu ummati Muhammad, kila mmoja wenu aihisabu nafsi yake kabla haujafika wakati wa kuhisabiwa mbele ya Mola wake. Leo jiulize, nani ulimchukulia haki yake? Kama unaweza kwenda kumlipa, kamlipe. Kama huna uwezo, nenda kamtake uhalali, mwambie nisamehe, ni mimi nilikupiga makwaju hukunijua, lakini mimi ninajua nilikutandika wewe. Nenda ukamwambie, Mungu atakusamehe. Lakini si hivyo, siku ya Kiyama mtume anawatafsiri, kuna watu almuflisuna, kuna watu watakuwa muflis. Akauliza mtume, mnamjua nyinyi huyu muflisi? Wakasema almuflisu fina ya Rasulullah man la dirhama wala dinar, asiyekuwa na mshiko huyo kwetu sio tunasema muflis. Akasema huyo sio muflisi, huyo muflisi man yaati yauma alqiyama bisalati wazakati walhaji wasiyam wa hakadha, amekuja na vitu vyote hivyo, swala zake bora, funga zake bora. Tatizo analoambatana nalo, wakad shatama hadha, wakad dharaba hadha, wa akala mala hadha, wa safaka dama hadha. Hili ndiyo tatizo. Yale mazuri yote aliyoyafanya watalipwa waliodhulumiwa. Ikiwa bado ana madhuluma ya watu, wale wengine madhambi yao yatachukuliwa, atupiwe yeye, akatupwe katika moto wa Jahannam. Kwa hivyo hasibu anfusakum kabla an tuhasabu, kila mmoja wetu kila uchao apate muda wa kujiangalia. Na kwa maana hiyo, kumbe mtume anatufahamisha tunaweza tukajijua sisi mwelekeo wetu wa wapi. Unaweza ukajijua wewe mwenyewe. Kwangu wakongota niliko wakongota watu, ushafahamu kwa sifuri nilizoongeza, umefahamu
sifuri. Kuna watu wakiiba kwa sifuri wanadhani hawakuiba hivyo. Umefahamu wakikabidhiwa mradi wa milioni 20, milioni 50, alafu akifanya ujanja zikaongezeka na 10, anadhani hajaiba hivyo. Ushafahamu? Kumbe huyu ndio mwizi mkubwa kuliko yule alioiba kuku kwa njaa. Lakini alioiba kuku anafungwa vifungo viwili, mafunzo na kwa wengine waliokuwa hawajaiba. Huyu alioiba bilioni 20, huyu anaambiwa ikiwa imejulikana basi rudisha. Umefahamu? Kule Bongo ilitokea hivyo, wakaambiwa rudisha. Sizui mie jamani, yalitokea hivyo, watu walitafuna alafu wakaambiwa basi watu wamejua jamani, rudisha. Umefahamu? Rudisha. Mwizi anaambiwa rudisha, mheshimiwa, bwana mkubwa, anakuaje? Tayib, Mwenyezi Mungu anasema tutawauliza. Tutawauliza. Mtume anasema yaati ala nasi zamanu, katika huu ulimwengu zitakuja zama. Hizo zama hizo, anasema zama hizo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, mtu kuwa na mbuzi wake uko porini huko, akawa anachunga huko na kukama maziwa, itakuwa bora kwa kuwa anaihifadhi dini yake huko kuliko kuwa huku mjini kwa namna dini itakavyokuwa imepotea. Si ndio jamani? Juzi tulizungumza kule Saudia, mambo yamebadilika, si ndio? Juzi nimeona tena katika mtandao limefunguliwa duka la kimataifa la kwanza Saudia la kuuza pombe. Lazima liwepo kwa sababu akina Ronaldo wapo eti. Umefahamu Na baada ya akina Ronaldo akishaukata kiu, itabidi vile vitoto vya kimanga vile tena ya Ronaldo. Ronaldo. Vitoto hivyo vya kifalme. Lazima watakula pale pale, wende Ufaransa au wende China. Akafanya nini? Na vitoto viko pale pale. Mwenye vitakwenda ya Ronaldo. Umefahamu Tayib. Alladhina ja'alul Qur'ana 'idhin. Fawarabbika, Allah anasema tunapoapa Mola wako Muhammad, lanas'alannahum ajma'in, tutawauliza wote, amma kanu ya'malun, kwa yote waliokuwa wakiyafanya. Kwa kuwa mtume alikuwa anapata vikwazo vingi katika kufikisha da'wa ya Allah. Utaratibu ulikuwa hivi: baada ya mtume kupewa utume, aliambiwa wa andhir ashiratakal aqrabin, kwanza kana ndugu zako, da'wa ianze nyumbani. Kama mwalimu, da'wa ianze nyumbani mwako. Kama huruma ianze kwa ndugu zako. Umefahamu? Mtume anaambiwa. Baadaye mtume akaambiwa sasa, fasda'a bima tu'mar, yote ulioamrishwa yaweke wazi, yafikishe bila ya hofu ya mtu yoyote. Fasda'a bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikina, wapuuze washirikina, usiwaogope washirikina hata kama watakuwa wanaweka vikwazo. Wa a'rid 'anil mushrikin, wapuuze washirikina. Tayib. Ay fajhar bi tablighi amri rabbika wala taltafit ila ma yaqulu almushrikun, usiangalie makafiri wanasema nini. Inna kafainaka, anaambiwa bwana mtume, sisi tutakuhifadhi, sisi tutakulinda, sisi tutakunusuru. Almustahziin, na wale wote wenye kukufanyia shere na kejeli. Alladhina, wenye kukufanyia shere na kejeli ni wale ambao kwamba yaj'aluna ma'a Allahi ilahan akhar, wanaofanya kinyume na Allah kuwa yuko Mungu mwingine. Alladhina ashraku ma'a Allahi ghairahu min al-awthani wal asnam, wasikutishe hawa. Allah anamwambia mtume wake, sisi tumechukua dhamana na wewe unayefanya kazi ya bwana mtume,
fikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mungu amechukua dhamana, anaweza akakutihani kama alivyotihaniwa Mtume Muhammad akapigwa mawe mpaka damu zikavuja, kama alivyotihaniwa Nabii Muhammad akahamishwa Maka bila ya khiari akenda zake Madina. Unaweza ukatihaniwa, lakini usiogope kulisema lile ambalo Mwenyezi Mungu ametaka lifike kwa viumbe. Usimlenge mtu kwa kumtaja fulani wewe. Wewe sema wanaofanya jambo fulani Mwenyezi Mungu hayuko radhi nao. Tumefahamiana tunaelekezwa wala tukhasim man idha qala faala. Usigombane na mtu akisema msauni huyo kwanza miezi 6, huulizwi tena, moja kwa moja unapelekwa kama kikapu kile cha mwizi. Umefahamu? Huyo usigombane naye, lakini wewe fikisha ujumbe kwa hikma. Ud'u ila sabili rabbika bilhikmati walmau'izati alhasana. Tumia maneno mazuri, humlengi mtu. Haya maneno hatumuelekezi mtu kwamba ni huyu ndio aliyofanya tatizo. Haya maneno ya Mungu. Mungu amesema fadhakir in nafaati dhikra sayadhakaru man yakhsha. Wajibu wako wewe kukumbusha. In nafaati dhikra, ikiwa ukumbusho utaleta manfaa au ukumbusho usilete manfaa, wewe kazi yako kukumbusha. Allah anasema sayadhakaru, atakayewaidhika na hayo mawaidha, man yakhsha, yule anayemuogopa Mungu. Iman kama tulivyosema ismu am limaudhui lahu am. Mtu yoyote mwenye kumuogopa Mungu kwenye nafasi yoyote aliyopo, kwenye utajiri wowote aliyopo, basi atawaidhika. Sawa sayadhakaru man yakhsha, lakini wayatajannabuha al-ashqa. Mkorofi atayakataa mawaidha hayo, atakuwa hayazingatii mawaidha hayo. Sasa wewe usimwangalie mkorofi, wewe fikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaendelea inna kafainaka almustahziin, wale wanaokufanyia shere sisi tunachukua dhamana, tutakuhifadhi nao. Alladhina yaj'aluna ma'a Allahi ilahan akhar, ambao wanajaalia pamoja na Allah kuwepo waungu wengine. Fasaufa ya'lamun, watakuja kujua hao wanaofanya kwamba Mwenyezi Mungu anawashirika. Watakuja kujua hao wanayofanya masanamu yanastahiki kuabudiwa. Watakuja kujua hao wasiotaka kuishi na hukumu za Allah. Watakuja kujua hao wasiohalalisha alivyovihalalisha Allah. Watakuja kujua hao wasioharamisha alivyoviharamisha Allah. Watakuja kujua. Haya ni maneno ya Allah, na maneno haya sio maneno ya furaha, yanaitwa tahdidun. Haya ni makamio. Kama utaki kuelewa, unajifanya hamnazo, utakuja kujua katika hadhara ya Mwenyezi Mungu. Yauma yatadhakkaru linsanu, lakini wa anna lahu dhikra. Iko siku mwanadamu atakuja kukumbuka, kumbe mimi nilipelekwa katika dunia kwa ajili ya ibada. Kumbe Mtume Muhammad aliletwa kwa ajili yangu. Kumbe Qur'ani ilikuwa ndiyo katiba na muongozo wangu. Kumbe mimi nilipokuwa duniani nilikuwa natakiwa kutekeleza swala 5, nilikuwa natakiwa nivae mavazi aliyoyaagiza Allah. Yatadhakkaru linsanu, yote hayo mwanadamu atayakumbuka, lakini Mungu anasema wa anna lahu dhikra, anakuja kukumbuka wakati sio. Wazee wetu wanasema unatafuta shuka ya kujifunika wakati kushakucha. Shuka hutafutwa mapema, ujifunike nayo, sio kushakucha ndio unatafuta shuka. Usingoje kuanza ibada mpaka pale, samahani natumia neno hilo, mikojo ishakuwa inakushinda. Ushafahamu mikojo ishakuwa inakushinda kuizuia, ndio unajifanya sasa hivi mimi bwana nimerudi kwa Mungu. Bwana wewe hujarudi kwa Mungu, unaogopa kufa. Ushafahamu kurudi kwa Mungu? Kwa hivyo hata Firauni alirudi. Firauni alirudi alipoona maji kule yameshaziba, anakokwenda yameziba, anajiona kwamba hapa tena sitoki, nimenasa. Alisemaje? Amantu billadhi
amanat bihi banu Israila. Aliambiwaje na Mwenyezi Mungu? Alana, leo ndio unamjua Mungu wa bani Israila. Wakati asaita min qablu, uko nyuma kote ulikuwa unakula mizoga, unaua watu kwa ajili ya madaraka. Sasa hivi unauona umaiti ndio unajidai nimeamini mie. Hakuna imani kama hiyo. Anakataliwa Firauni lakini alitamka neno hilo, amantu billadhi amanat bihi banu Israila. Kwa hivyo rudi kwa Mungu. Leo ukimsimamisha kimwari kinasimama. Ushafahamu? Ukimwambia mimi nina shida na wewe, anakuelewa. Na wewe mtoto wa kike, rudi kwa Mungu wakati huu ambao ukipita barabarani watu wanasimama kuangalia mzigo unaopita nao, lakini mwambie mzigo wangu huo kanipa Mungu, na kuna anayestahiki kubebeshwa mzigo huo, sio kila mtu. Shafahamu? Haya ndiyo yanayotakiwa kila Muislamu, kila mmoja wetu ajue. Arudi leo kwa Mwenyezi Mungu, asingoje mikojo ishamshinda ndio anajidai mimi eti ninarudi kwa Mungu. Huyo babu wenyewe inapita mpaka jogoo ule wakati wa kuwika, utafikiri iko mikoo mitupu mo katika kitundu cha kuku, alafu unasema mimi nimerudi kwa Mungu, siku hizi sitaki maasi ya zina. Unaiweza? Unaiweza? Tayib, fasaufa yaalamu, watakuja kujua. Lakini wakati watakapokuja kujua, hawana tena uwezo wa kurekebisha mambo. Itakachofuata ni khudhuhu faghulluhu thumma aljahima salluhu thumma fi silsilatin 70 dhira'an faslukuhu. Kwa nini ya Rabbi? Innahu kana la yu'minu billahi alazim. Kosa lake hilo, alikuwa hamuamini Mwenyezi Mungu. Wala yahudhu ala taami almiskin, hakuwa anajihimiza na kuwahimiza wengine, kuwasaidia wanyonge. Falaisa lahu alyawma hahuna hamimun, hana rafiki mtetezi wa kumnusuru leo hapa. Wala taamun, wala hatupata chakula illa min ghislin, isipokuwa chakula chake kitakuwa usaha. La yaakuluhu illa alkhatiun, chakula hicho wanakula wote wenye kwenda kinyume na amri za Allah, sio chakula cha kawaida. Tumalizie, walaqad na'lam, Allah anasema kwa hakika tunajua, annaka yadhiqu sadruka, kwamba kifua chako kinafinyika, kinakosa furaha, kinakosa amani, bima yakuluna, kwa maneno wanayoyasema makafiri. Muislamu kwa mfano leo ukisikia watu wamesimama kupigania ndoa za jinsia moja, aliye Muislamu kifua chake hakifinyiki? Ndoa za jinsia moja, wanawake kwa wanawake, hivi kweli kifua cha Muislamu wa kweli hakifinyiki? Dunia anavyoiona inakwenda leo, Muislamu wa kweli moyo wake haukosi raha. Basi Mungu anakuambia sie tunajua, we Muislamu wa kweli Mungu anajua. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, kwa wanayoyasema. Ayadhiqu sadruka bil istihza'i wat takdhib, lililo na faida kwako. Fasabbih bihamdi rabbika, wewe simama kumhimidi na kumtakasa Mola wako. Wa kum minas sajidin, kuwa miongoni mwa watu wenye kutekeleza ibada ya swala. Ukiwa wakati wa fardhi swali, kama sio wakati wa fardhi swali swala ya sunna. Wakati wa dhuha jitahidi upate rakaa 2, lakini vile vile wakati wa usiku witiri upate. Wa kum minas sajidin, kuwa miongoni mwa wenye kuswali. Aifafza fima nalaka min makruhi, ukipatwa tatizo lolote lile, kimbilia ila tasbihi was salati, kumkimbilia Mwenyezi Mungu. Umepatwa tatizo, umesikia msiba huko, kwanza nenda katie udhu, swali swala rakaa 2. Unafahamu? Tatizo lolote lile likikufika, kwanza msabihi Mola wako na uwe pamoja na wenye kuswali. Mungu atakuongoza. Wal ikthari min dhikrillah, katika maisha yako yote kithirisha sana kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Tumefahamiana? Ndio Mtume hasa akatwambia katika huu mwezi wa Ramadhani mambo manne tusiyaepuke, tusiyakose mambo manne. Mambo yenyewe manne: moja, ashhadu an la ilaha illa Allah; la pili, nastaghfirullah; la tatu, nas'aluka aljannata ilahi wa na'udhu bika
Haya maneno haya Mtume katutaka tuyakithirishe sana, hasa mwezi wa Ramadhani. Anatoka mtu anaambia utawasikia huko katika swala zao, anasema la, sijui ameyapata wapi. Wewe unawazimu eti? Kama unawazimu vipi? Hadithi ya Mtume katika Sahih Ibn Khuzaima imekuja hivyo. Mambo manne hayo kithirisheni sana kuyasema: ashhadu an la ilaha illa Allah, nastaghfirullah, kumtaka msamaha Mungu, kutaka hifadhi na moto wa Jahannam, na mtake Mwenyezi Mungu akupeni pepo. Tena unataka tuseme maneno gani wewe? Tuambie wewe maneno ya kusema. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka, shikamana na taa ya Mola wako. Taa ya Mola wako haina likizo bwana. Usije ukadhani Ramadhani hii kwa kuwa umeacha kuvuta sigara, ikimaliza unani Ramadhani wewe usharuhusiwa kuvuta sigara. Hata watu wa dunia sigara wamekuandikia ina madhara katika mwili wako. Si utaki kuyaamini maneno ya Mungu? Basi watu wa dunia nao wamekuandikia sigara inakudhuru. Na mtu yoyote yule, kitu chochote kitakachokuwa kinamdhuru, kula kitu hicho kwake ni haramu. Hata iwe muogo, hata iwe pilau, hata iwe biriani, maadamu yeye akila inamletea madhara kwake, hiyo ni haramu. Kwa yeye itakuwa haramu. Tumefahamiana? Kwa hivyo sigara haramu. Uharamu tunaupata wapi? Wataalamu wamesema ina madhara katika mwili wako. Tuchukue hapo tu, tuache israfu ya kumaliza pesa zisizokuwa na faida. Watoto wanakosa kula, wewe unanunua paketi zima shilingi 80,000. Umefahamu bwana? Isiwe hivyo. Kwa hivyo usiache kuvuta sigara kwa sababu kuna Ramadhani. Acha kuvuta sigara kwa sababu haramu. Usiswali kwa sababu kuna Ramadhani. Dumisha swala kwa sababu ni wajibu wako. Usiache maasi kwa sababu kuna Ramadhani. Kuacha maasi kwako ni wajibu. Ndio Mungu anamalizia aya hii, anatuambia fasabbih bihamdi rabbika. Maneno haya kama yalivyokuja katika Suratun Nasr. Suratun Nasri anamwambia Mwenyezi Mungu mtume wake, idha jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba. Na mtume kuanzia siku hiyo iliyoshuka sura hii ndio akawa ameacha ile subhana rabbiyal a'la, akawa anasema subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika. Ikawa ndio maneno anayoyasema katika sijda. Na wewe yaseme maneno hayo, kwa sababu ujumbe wa kuwa wewe sasa ni mtu wa akhera ushakuja. Mvi zako si nyeupe, unataka tena upate nini? Nani alizaliwa na mvi nyeupe? Ukimwona wewe amezaliwa na koshako, umefahamu? Lakini ukimwona mtu kaota mvi nyeupe hizi, jua huyo tena sio mtoto. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'budu rabbaka, shikamana na taa na amri za Mola wako asubuhi mchana, sirran wa alania, ukiwa peke yako, ukiwa pamoja na watu, usiku na mchana, ukiwa Tanzania, ukiwa nje ya Tanzania. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, mpaka